Mtazamaji wa Global TV, kwa muda huu sasa hivi tupo hapa katika viwanja vya ndege ambapo tumekuja kupokea mwili wa marehemu Veronica Peter Nyamwendo. Veronica Peter Nyamwendo amefariki dunia siku kama ya leo Alhamis nchini Omani akiwa anasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Veronica Peter Nyamwendo alienda Omani mwaka 2024 kwa ajili ya kufanya kazi za ndani akiwa kama msaidizi wa ndani, na baadaye akaanza kusumbuliwa na vidonda vya tumbo mpaka alipofikwa na umauti. Sasa tuko hapa airport na muda huu familia ndio imetoka kuhakiki mwili wa marehemu. Ninaye msemaji wa familia hapa David ataenda kutuelezea nini kitaendelea baada ya hapa, na labda baada ya kwenda kukagua mwili ni kweli aliyekuja ni Veronica. Pole sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza awali ya yote naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa uweza wake ambao ametuwezesha hata kuiona siku ya leo na majira kama haya. Tumeweza kuwa na siku takriban kama 7 ambazo tulikuwa kwenye maombolezo ya kumsubiri ndugu yetu au kutafuta namna ya kuweza kumrudisha ndugu yetu nchini Tanzania. Tulifika wakati kwa kweli tulikata tamaa kabisa. Tukaona kwamba ndugu yetu anaweza akazikwa kwenye ardhi ya ugeni. Lakini majira kama haya na mida kama hii ninavyozungumza, nimetoka kama dakika 2 nimetoka humo ndani kumshuhudia ndugu yetu Veronica. Hakika ni kweli Veronica ametutoka, na ni kweli Veronica ametua kwenye ardhi ambayo alizaliwa, ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo nimeshuhudia, ni kweli. Sina mengi ya kuzungumza. Pole sana. Ni machozi ya furaha kwa sababu haikuwa rahisi, lakini hatimaye imekuwa. Tumetoka kumshuhudia, ni kweli, na tumeshapokea mwili. Labda taratibu zinazofuata sasa, tutaenda kuhifadhi mwili hapa kwenye mochwari ndogo ya Swissport. Basi kesho kuanzia majira ya saa 4 tutakuwa na zoezi la kuaga mahali hapa. Basi Mwenyezi Mungu akitujalia tukaenda vizuri na zoezi letu, majira ya saa 8 tutaanza safari ya kuelekea Mpwapwa mkoani Dodoma, ambapo tunatarajia kufanya mazishi siku ya Jumamosi. Kwa hiyo ratiba fupi iko hivyo. Kwa hiyo kesho kuanzia majira ya saa 4 tutakuwa kwenye viwanja hivi kwa ajili ya kumwaga kwa wale ambao wako Dar es Salaam na mikoa ya karibu ambao watakuwa na uwezo wa kufika mahali hapa, basi tutajumuika nao. Baada ya hapo saa 8 tutakuwa tunaanza safari ya kuelekea Mpwapwa. Ratiba hiyo fupi ambayo nimeitoa, basi nianze kwanza kwa kushukuru. Neno langu la shukrani kwanza kwa serikali ya Tanzania ambayo chini ya uongozi wa balozi nchini Omani, ambaye nimekuwa naye tangu nilivyopata taarifa, tangu alivyonitaarifu habari ya kifo cha ndugu yangu. Nimekuwa nao bega kwa bega. Kwa kweli nina kila sababu ya kuwashukuru. Ninawashukuru sana, na mshukuru kaimu balozi ndugu yetu Mustafa. Nimekuwa na mawasiliano naye mazuri mpaka leo hii, bado hajaniacha na bado nitaendelea kuwa na mawasiliano naye. Kwa hiyo ninamshukuru. Pia nimshukuru ndugu yetu Selemani ambaye ni mkurugenzi au anayesimamia magrupu ya diaspora, ambaye naye nimekuwa naye toka tarehe 13 baada ya taarifa hii ya kutoka ya kifo cha Vero. Nimekuwa naye bega kwa bega mpaka dakika hii, na bado hata timu yake dakika hii bado ninao, bado hajachoka, hajaniacha, bado niko sambamba nao.
timu yake nzima ambayo ameiagiza kwa ajili ya kusimamia clearance ya airport bado ninao. Kwa hiyo nina kila sababu ya kumshukuru. Niwashukuru pia Watanzania ambao wanaishi Oman, bado nimekuwa nao, wamekuwa na magrupu hapa na pale, wametoa michango yao, wamehusika kwa namna yoyote ile. Pia nimshukuru kinara wetu George Boniface Simbachawene, mbunge wa Kibakwe. Kwa kweli ninamshukuru yule baba, ninamshukuru sana kwa jinsi alivyoguswa. Haikuwa rahisi. Unajua, ilifika wakati nilikuwa najifariji, najipa faraja mimi mwenyewe, na fariji ndugu zangu, lakini najipa faraja mimi mwenyewe, lakini kikaa pembeni naona giza kabisa, sielewi pa kutokea ni wapi. Lakini Mungu aliweza kumgusa Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, akaona hili jambo, kwa nini ndugu zangu wateseke, kwa nini ndugu zangu wazalilike, akaona kwamba ni heri alibebe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amjalie sana sana, pamoja na nyumba yake, ajalie kazi yake anayoifanya, ajalie kila anachokiwaza. Namshukuru sana sana. Pia sitaacha kushukuru timu nzima ya Global TV. Wamekuwa msaada sana, kuanzia yule wa chini mpaka juu. Nimshukuru Mheshimiwa Chigongo ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Global TV. Amekuwa msaada. Hiki chombo kimekuwa msaada sana kwa watu, kimesaidia watu sana sana. Una watu wamekwama na mapito, lakini hiki chombo kimekuwa msaada. Niwashukuru sana. Nimshukuru dada Zari. Dada Zari amekuwa halali tangu alivyopata taarifa ya kuugua kwa Vero. Amekuwa anapigiwa simu, hakuchoka. Alitoa ushauri, wakati mwingine aliweza kutoa hata mali yake, japokuwa na kidogo, lakini alikuwa na uwezo wa kutoa. Kwa hiyo namshukuru sana, namshukuru Dazari, na kushukuru kwa moyo huo. Endelea kuwalea Watanzania kwa moyo huo, na kushukuru sana. Niwashukuru Watanzania wale ambao waliweza kuchanga 500, 200, 1000, 5000 mpaka wengine laki ngapi, wote. Mungu azidi kuwakumbuka. Ninawashukuru sana sana. Asanteni sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.